Alafu unajua wewe ruhusa yako uliyoomba, unajua sasa hivi inakaribia, unataka kwenda shule, mitihani inakaribia. Vipi? Dadangu, mimi nimekuita. Nataka nijue kwa nini marejesho ya mwenzenu wanasuasua kurudisha. Kakaangu, sisi tunarejeshwa kwa wakati. Ila yupo mwenzetu ndo harejeshi kwa wakati. Ila sisi kila ikifika ambapo muda malipo sisi tunaleta pesa. Na mpaka ule mwenzetu tulienda paka nyumbani kwake. Hakumkuta kwa mkutano mdogo wake. Tukaongea naye ndio wakashindwa kutuelewa, akatutolea mpaka na panga sisi. Kataka kutua. Kwa hapo tusaidie nini hapo ofisi? Nakumbuka siku mmekuja mnalia sana na shida, kaka tusaidie. Sisi tuna matatizo. Sura za kinyonge sana, nikakukopesheni kwa sababu wewe nakufahamu. Wale wengine siwafahamu, niwakopesha kwa sababu yako wewe. Na alafu msichokijua kwamba hii mikopo imekuja kwa ajili ya kusaidia watu wasiojiweza, kina mama, vijana, unanielewa. Lakini sasa mnapoendesha ni sivyo. Ndio maana mnafikia mnasema watu wa mikopo wa uwaji, wanyonyaji. Hapana. Sio hivyo. Ni nyinyi wenyewe mnasababisha tu hivyo. Sasa wala na mambo mengi penye visa na vijingi, yule kakosa haki ya msingi, kisa dada napenda vichenji. Duara 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 duara. Nimekuja hapa nahitaji tuweke sawa. Nahitaji tuweke sawa tofauti zetu kuhusu mimi na wewe. Zoea sasa hivi mimi na wewe hatuna maelewano mazuri katika nyumba hii. Ulitakaje kwanza? Maana sikuelewi, unazunguka. Point ni nini iliyokuleta hapa? Ngoja nikwambie. Maana mimi nimetulia hapo umejileta. Sasa mbona kama tunataka tugombane? Nakusikiliza. Zoea sasa hivi unakuwa uniheshimu. Hauna adabu. Unanidharau. La sijajua kisa nini. Kama unavyojua. Kwanza mimi mwenyewe, dada zangu wale, hakuna yote ambao walipata faida kwenye shule. Wote shule wamechemka, wote. Shule wamechemka wote. Lakini wewe nakupambania usome ili mradi uje kutuokoa sisi hapa nyumbani. Mimi naiba, nakaba, nadhulumu, nabishana na kifo kila muda, kutiwa moto, kupigwa mipanga. Nafanya hivyo yote kwa ajili wewe usome. Lakini unavyoleta tofauti, hivi unataka kutegemea nini sasa? Unaenda babaya. Mekasa. Hivi unajua ni mdogo wangu. Lakini tabia zako za kunipiga mimi ikiwa mimi ni mkubwa. Unajua kama unanizalilisha? Kwani ukikaa tu ukiniongelea tu kama hivi ambavyo umekuja hapa tunaongea. Sikuelewi mpaka unipige. Yaani hizo tabia zako za kunipiga kila siku mimi ndo zinanichosha. Yaani zinanichosha Mekasa. mimi cha kukifanya, naomba unijulishe maeneo anapokaa. Mimi kama mimi nitamfuata wake, nitaenda kumpa onyo kwa mara ya kwanza, kwa sababu nimefahamu nyumbani kwake ni wewe. Sio, umeelewa? Wale wengine wote sijui wanapoishi sijui. Sio, umeelewa vizuri? Kwa hiyo nahitaji msaada wako. Kwa hapo kwa kama nitakusaidia. Ila kwa usumbufu naomba tukusamehe. Umesema nifanyaje vile? Kisa dada napenda vichenji. Duara duara
Zulea. Zulea. Nakuita matatu. Zulea, mimi nahitaji usome. Sitaki kama hivi muda upo nyumbani hapa. Hujaenda shule. Bila sababu yote umekaa tu. Nikikuuliza tunaanza kufarakana. Mimi naona unanichefua. Hebu naomba kwanza niondoke. Ngoja. Duara, duara. Duara, duara. Duara, duara. Hivi. Kwa nini amekuwa hivi? Mbona zamani hakuwa hivi? Unaenda wapi? Unaenda wapi sasa? Zulea. Sasa ninachokuambia wewe unajifanya haunielewi. Unasimamia katika msimamo wako ya kipumbavu. Sasa endelea kusimamia msimamo wako ya kipumbavu. Tungeongelea ndani. Sasa unaondoka kabla hatujamaliza. Inakuwaje sasa? Tushaongea mara ngapi? Zulea. Hii ni kwa sababu yangu mimi na wewe. Uone kama kuna hatari hapo mbele. Ujiongeze wewe. Ile ingekuwa sawa. Nisingekataa, lakini ni haifai. Sasa unasema haifai? Si unasema haifai? Okay. Kama kuna watu nasikiza huko nje zaidi ya mimi, basi ni sawa kwa sababu mimi unaona mimi kwako sina faida sasa hivi. Si ndio? Ndio umefikia huko. Okay, poa, nenda. Sikujua kama atabadilika hivi. Hii inaitwa mwana kulitafuta. Sasa bishalipata. Ila sitobadili msimamo wangu. Nitasimamia hivi hivi. Kwenda papo hivi. Tena si ukoje. Kwa mwenye kaka ndani tu anachofanya kitu gani? Wewe Maya. Maya. Na jeuli. Sije nimfuate. Na nikimfuata huko ndani. Angalia unachokifanya. Sijui unaona ninachokuambia unakiona? Sina kuuliza. Aosha nani sasa hapa? Nilikuwa namalizia usafi. Kwa hiyo kitilisha huruma. Ndio iweje? Huruma sio malezi, angalia. Kazi kukaa ndani. Maisha swelini jamani yanachekesha. One nili nyumba ilivyojaa vibweka. Baba alipokufa kaka kapita na pesa. Kacha familia kwa nyuma ikiteseka. Duara, duara. Duara, duara. Duara, duara. Duara, duara. Duara na mambo mengi. Penye visa na vijingi. Yule kakosa haki ya msingi. Kisa dada napenda vichenji. Duara, duara. Hivi, wewe una maana gani kuja kuchukua mkopo afu marejesho unarejesha? Mwenzio na matatizo. Hapo kwenye matatizo ndio sitaki kusikia. Siku umekuja na rafiki zako, umekuja kwa sherehe kule, shangwe na vigelegele. Wenzao wanaleta marejesho, wewe hutaki kurejesha. Kwa nini? Kaka, mimi na matatizo. Yaani na matatizo mpaka na matatizo tena.
Alafu mbona unaangalia kwenye nyeupe? Ila roho yako inaonekana kabisa nyeusi. Sasa nisikilize, hayo matatizo kila mtu anayo. Siku nyingine ukiona tena mguu wangu hapa, vile vitu ulivyoweka zamana ni mali yetu, havikuhusu. Shaelewana vizuri? Nimemaliza. Ndugu yangu. Nyeupe. Duara na mambo mengi lenye visa na vijingi, yule kakosa haki ya msingi, kisa dada napenda vichenji. Zakia! Leta poa yako. Ya Mungu, nilipomwona tukajua sasa hivi. Maana kaona imeuka nifunga moto. Haya vipi tena wewe? Dada hiyo. Na yule tena. Subiri kwanza. Ila wewe unatia aibu sana. Mbona kumuona tu wewe umekula nje? Chuma kule lebalo hivi. Ila nyumba hii. Bwana mikopo kaingia siku kike. Mimi sasa leo nafanya. Bwana. Tulikashapajua hapa sasa tunafanya. Unisaidie kulipa deni. Sisi tena. Ulipokuwa pale kwa nani? Mimi hapa na mambo yangu hapa yeye ninawaza. Bwana kashapajua hapa sasa nafanya. Naenda kumwita. Wewe. Haya. Vipi wana tangu jana nakwambia kuhusu simu yangu mpaka leo umekaa kipi? Sinaongea nawe mimi au? Kia siku kimoja. Unajua kama nadai simu yako mimi nikasukuma. Unajua ile pale. Sitaka ati jana mimi naenda kusukuma hiyo simu yako. Nikutana na mkiruba fulani, nikutana na mapote wakanipoa ile simu. Yaani sio kama nilipola. Sema ni kwenye kimbia za paka. Na hisi kama sio umenichukulia sio nifanyaje? Imenidondoka. Mafuta ndio ni bwana ongea Kiswahili. Maaskari kwa uelewa shakala kama hajapitia babu. Maaskari na maanisha maaskari yani wamenipoka ile simu sio wani simu imetuka ikwadi. Hapa ina ndio hivi. Takotakataa matokeo nikirudi. Au vipi? Wewe usitie bangi nikasema naomba simu yangu. Naomba simu yangu. Sijali wewe bangi ulizovuta mimi nimevutia chooni nige simu yangu. Sasa kama nipo wewe nige simu yangu. Nini bwana simu yangu? Sasa kama unanimudu sasa kama wewe nitakuzungua. Wewe mimi nitakuzungua zaidi yako mimi chini zaidi yako nige simu yangu. Sasa mimi nakuelekeza na kuchukua simu kwa kuelewa vipi? Wewe unataka kwa simu yangu? Unajua simu nilipata vipi ile? Wewe unaponipeleka kwa ukia afu anashika kama hivi. Wewe. Mimi nakuheshimu unajua nitakueleza nige simu yangu. Nitakuzingua. Nikasema mimi nimempola mtu umesuka. Yaani hapa sijui hata akija hapa najua kumleta nini wewe. Sawa. Nipe simu yangu. Sikia basi. Mbona kama ueleweki sasa? Wewe bwana wewe. Shukrani. Nige pesa yangu nikasa. Siseli ngoja. Sema kitu kimoja. Natoka pale kwa game nipe nafasi kuongea. Mimi unanijua vizuri nini? Afu hapa nyesha kutoka nimekula bangi. Hizi skanka hizi kitu kimejaa kiwepo na wewe pale pa ukiapo unatikisa ubongo babu. Kwa hiyo nitakuzingua sasa. Nikuogope au? Nitakuzingua kwa sister. Wewe mimi uweze kufanya chochote nataka pesa yangu na simu yangu hapa. Sio wewe kama wewe nitakuzingua. Wewe. Usijitie uchizi. Poa siseli. Tulia mimi ndio kwa unajua kile pale. Mimi nakuheshimu sasa kama unaenda mambo kama utemi fulani. Unajua nikuzungumza mimi ndio sina adabu bwana kausha babu. Mikasa. Yaani hakikisha tuna simu yangu hapa. Kausha. Tena hapa usirudi mbwa wewe, nataka simu yangu. Mimi sija kupoteza muda. Nakusikiliza. Nikuja kwa jambo hili moja. Inabidi tufanye maamuzi haraka kabla mambo hayajachafuka. So mambo yakichafuka huko mbele tunapoelekea, mimi naona kabisa sio pazuri. Hebu subiri kwa. Sijakuelewa yani. Haraka hiyo ni kitu gani?
Zurea, kama tusiposhirikia hili mapema, uko mbele kinachotokea Zurea ni kitu cha hatari sana. Kwa sababu huwezi jua mimi na wewe kama kibaneka wewe una mimba. Mimi nitakwenda miaka 30 jela, Zurea. Na miaka 30 jela, wewe huku nyuma atakilia nani kwa kiumbe? Na mimi nitakuwa napata shida kule, wewe utakilia nani kwa kiumbe? Uone kama itakuwa hiyo faida yangu na yako kama tukitoa kwa kiumbe sasa hivi tuendelee na maisha mengine. Unasemaje? Mtoe mimi. Hivi una akili kweli wewe Milo? Milo una akili wewe? Nitoe mimba, nikifa je? Hauwezi kufa. Zurea unakufaje katika kule kufa kitu cha kawaida kipo ambacho hata mtu kila naye anaweza kafa. Acha na mambo ya kufa hapo tu yanapangwa na Mungu. Sasa unataka kukiua hichi kiumbe ambacho hakina hatia. Makosa ni mimi na wewe. Sasa huyu tunamuingizaje? Milo. Waongetolea ungekaa hapa na kuongea wewe utumbo wako na uongea. Sikukufahamu, ningefahamu leo nisingekukubalia. Wewe ulivyokuwa unafanya ulikuwa hujui kama nini kitatokea na ukujua kama mimi ni mwanafunzi. Ulikuwa unajua. Sasa sikia nikwambie Milo. Tena unisikilize kwa makini. Mimba sitoi. Ukienda jela, ukienda wapi, hiyo ni shauri yako kwa sababu ndio ulichokipanga. Maisha swelini jamani yanachekesha. One mili nyumba ilivyojaa vibweka. Baba alipokufa kaka kapita na pesa. Kacha familia kunyuma ikiteseka. Duara, duara. Duara, duara. Duara, duara. Duara, duara. Duara na mambo mengi. Penye visa na vijingi. Yule kakosa haki ya msingi. Kisa dada napenda vichenji. Duara, duara. Duara, duara. Duara, duara. Duara, duara. Haya maisha changamoto. Leo kwangu na kesho kwako. Sikimbizane na upepo. Yakikukuta shauri yako. Duara, duara.